cha saa ya urejesho ambacho kimekuwa baraka kubwa sana kwa watu wengi. Napokea simu za watu wengi ambao hakika wameendelea kumuona Mungu mno kupitia kipindi hiki. Haleluya. Kwa ninaamini kabisa hata wewe utakuwa sehemu ya watu, na kamwe hautaweza kuacha kufuatilia tena kipindi hiki ambacho kinakujia kupitia televisheni hii na kwa siku na saa kama ya leo. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kama unavyoona, unaweza kufuatilia vipindi hivi. Haleluya. Na ujumbe ninaoendelea nao sasa, leo linaingia sehemu ya pili. Sehemu ya pili juu ya ajenda ya shetani kuhusu eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Ajenda ya shetani kuhusu eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Na leo nataka nizungumzie kwa habari ya roho ya utumwa. Roho ya utumwa. Sasa andiko letu ambalo tunalisimamia linatuongoza ni katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 10 na ule mstari wa 24 mpaka 26. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 10 mstari wa 24 mpaka 26. Labda kwa wewe ambao unatazama kwa mara ya kwanza, maandiko yanasema, Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana nampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Haleluya. Tunaona hapa ni mjadala wa hoja kati ya Farao pamoja na Musa. Sihitaji kurudia. Wale ambao pengine wanatazama kwa mara ya kwanza, nirudie kwa kifupi kwamba wana wa Israeli wakiwa kule utumwani wanatumikishwa na Farao, lakini ili waweze kuachiliwa ilibidi itumike nguvu ya kumdhoofisha kwanza Farao ili aweze kuwapa, kwa sababu walikuwa wanampa faida, kama ambavyo sio rahisi sana shetani kumwachia mtu ambaye anamzalishia kwenye ufalme wake wa giza, anamtumikia kule, huwa hawezi kumwachia kirahisi. Ndio maana kuokoka huwa ni neema ya Mungu. Haleluya. Sasa tunaona katika pigo la 9 ambalo ni giza lilitanda katika nchi yote ya Misri, ndipo tunaona kile kitendo, Farao akamwita Musa kwamba nendeni na watoto wenu, lakini kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe. Unaona hiyo hila, ajenda ya shetani. Anasema nendeni kule nchi ya ahadi mkiwa mikono mitupu. Mali mlizozipata, mifugo, mnyache huku, iendelee kutumikia miungu yangu. Musa akasema hivi, hatuwezi kuacha ng'ombe zetu, kondoo zetu, hata ukwato tutabeba. Kwa sababu gani? Inatupasa kwenda kumtumikia Bwana. Kwa hivyo, haleluya, unapokuwa uko kwenye mapambano ya uchumi ya kutafuta fedha, lengo la kupata fedha ni nini? Musa akasema yeye ni ili wakamtumikie Bwana huko. Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu nia yao ya kutafuta mafanikio sio nia ambayo Mungu anaweza kapata faida. Wewe mwenyewe ni shahidi. Hivi hizo mali hizo nazo, Mungu anafaidika nini? Anafaidika nini? Ni wewe na familia yako. Na zaidi ya yote tunashangaa na shetani pia, kwa sababu napata fedha zinaisha kwenye pombe, zinaisha kuhonga wanawake, napata pesa zinaisha kwa waganga wa kienyeji. Anayefaidika ni nani? Ni Mungu. Unaona, Musa yeye akasema lazima twende tukamtolee Bwana dhabihu huko kupitia hawa wanyama wetu. Haleluya.
Kwa hiyo Mungu anapokubariki, mnufaika namba moja ni yeye, kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Wewe unakuwa kama wakili, kama msimamizi, kwa sababu ulipozaliwa wewe ulikuja na shilingi 10,000 mkononi. Silikuja ukiwa uchi, rudi hivyo. Watu wakikupenda sana watakuzika na nguo uliyopenda, lakini hutaondoka na chochote. Kwa ndio maana unapokuwa unatafuta na pambana, ujue mtu wa kwanza wa kunufaika awe ni yeye aliyekuumba. Haleluya, kuendeleza ufalme wake. Inja hapo Biblia imesema hivi, unapomwona mtu mwovu anapofanikiwa ni ili aanguke. Hayo mafanikio kama Mungu hawezi kupata faida, yanakuwa ni maanguko yako mbele kule. Haleluya. Musa akasema hatutaacha hata ukwato Misri. Ndio maana nataka nifundishe kwa habari ya eneo la uchumi, wana wa Mungu waweze kuifahamu kweli juu ya mpango wa Mungu kwa watoto wa Mungu duniani. Ni haya maisha ya umaskini? Hapana. Haleluya, haleluya. Farao ajenda yake ni hii: nendeni lakini kondoo zenu waachwe. Maana yake ni kwamba unaweza ukawa umeokoka, ukaruhusiwa umwabudu Mungu, akakuacha ukamwabudu Mungu, ukatumika, ukawa hata mchungaji, ukawa hata mwinjilisti, ukahubiri, ukaombea watu, lakini kwa kweli kwenye eneo la maskini umetekwa. Shetani bado amekamata haki yako ya kumiliki. Miaka inakwenda, umekaa kwenye nyumba ya kupanga, hakuna hata huwazi hata kwamba ipo siku utajenga. Maana heri unayoipata inaishia kula tu na kuvaa. Miaka inakwenda na una watoto, na wapo watu ambao unakuta wanazaa. Watanzania wanazaa kama baadhi, wakati mwingine unakuta kila mwaka mtoto. Una watoto 7 bado unalima heka moja, huna ardhi yoyote. Maana yake ni kwamba kweli huko kanisani, kweli kabisa ni mwaminifu, ni mzee wa kanisa, lakini kwenye eneo la uchumi umekwama. Shetani anasema nendeni lakini kondoo zenu waachwe, mifugo yenu, mali zenu. Unaweza ukaokoka lakini uchumi shetani ameushikilia. Nimesema dhambi tumehubiriwa sana. Unapozini si kwamba hujui kama ni dhambi, unajua vizuri sana. Unapokuna iba, unagombana, unampiga mke wako, unafanya, unaenda kwa waganga, unatoa kafara, si kwamba uelewi kwamba hiyo ni dhambi. Unaelewa sana. Haleluya. Lakini nataka nifundishe eneo lingine ambalo usipofunguka kwenye hilo eneo utatenda dhambi tu, utamkosea Mungu. Haleluya. Mapenzi ya Mungu, Mungu atuinue, tutoke, tusimwachie shetani chochote ambacho Mungu alikusudia tuwe nacho. Nikafundisha kwa habari ya kwamba tulisoma ile Mhubiri sura ya 9 mstari wa 14 kwamba hekima maskini huwa haisikilizwi. Hata kama ungekuwa una hekima namna gani, hakuna mzee kusikiliza ama huna chochote. Haleluya. Lakini pia tukaangalia mapenzi ya Mungu kumuumba mwanadamu ili aweze kutawala, afanye uzalishaji. Mungu alikusudia uchumi wa dunia uendeshwe kwa kufanya vile vitu vinavyojizalisha vyenyewe. Mungu akakusudia uchumi wa dunia uendeshwe na mfumo wa fedha iliyopewa thamani, karatasi hizi wala sarafu. Haleluya. Alikusudia uwe ni uchumi unaoendeshwa kwa vitu vinavyojizalisha. Ili uweze kujua hivyo, maana yake lazima ujue kama Adamu asingemwasi Mungu, kusingelikuwa na serikali wala si rais wala wabunge wala mahakama. Ungemkamata nani? Maana wote wangekuwa watakatifu. Kusingekuwa na magereza, kusingekuwa na polisi wala jeshi. Dunia ingejawa na utukufu wa Mungu. Mungu alituumba tukiwa asili ni watakatifu, mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Kusingelikuwa na kufa, kusingelikuwa na magonjwa, kusingelikuwa na masuala ya kuvaa nguo, wote tungelikuwa tuko uchi tu. Hiyo ndio ilikuwa suti ya mbinguni ambao Mungu alikusudia. Haleluya. Lakini unaona haya sasa ndio amekuja kuleta mahitaji ya kila siku ambayo sasa wanaoyamudu ni wachache. Tukajifunza katika kipindi kilichopita kwamba dunia sasa kuna mifumo miwili inayoendesha habari ya uzalishaji, mfumo ya kazi na kadhalika.
kuna mfumo ule ambao Mungu alikusudia wanadamu waweze kutawala dunia kupitia vipawa vyao vya asili, lakini mfumo ukafeli mpaka sasa. Mfumo unaotawala ni watu wachache wenye fedha, wanaotawala fedha, wanaotumia jasho la watu wengi ambao ndio wengi sana. Sasa nataka twende kipindi kinachofuata cha pili, sehemu ya pili. Nataka nieleze kwa habari ya roho ya utumwa. Roho ya utumwa. Kuna tofauti ya mtumwa na roho. Ule utumwa ambao watu walikwenda kuja kuchukua Watanzania, wanawapeleka Uarabuni, wanawatumikisha pake kazaa neno Bagamoyo, mahali ambapo watumwa walikuwa wanapumzika, wanabwaga mioyo yao pale, wanasubiri wavuke kwenda huko Uarabuni. Wale walikuwa ni watumwa. Lakini pia unaweza ukawa hautumikishi katika mwili, lakini roho ya utumwa inakutawala. Sinakumbuka wana wa Israeli walikaa miaka 430 utumwani, walikuwa natumikishwa katika mwili. Walipotoka utumwani wakiwa jangwani, roho ya utumwa ikawang'ang'ania. Ndio maana wakati Musa ameenda, wakatengeneza miungu, wakatengeneza sanamu. Ile ni roho ya utumwa ile. Kweli wametoka, lakini bado ile roho ya utumwa sasa ikabaki na watafuna, na ndio maana hawakuingia wengi nchi ya ahadi. Kwa nini? Roho ya utumwa. Kwa naweza ukawa sio mtumwa, hautumikishwi kabisa, lakini kuna roho ya utumwa inakutumikisha, inatenda kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Ndio nataka tuiangalie roho ya utumwa. Mithali sura ile ya 22 mstari wa 7. Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Umesikia? Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri, tumejifunza hani hawa mabepari wanaoendesha uchumi, na wanasema watu wanaoendesha uchumi duniani ni 20% tu ya wanadamu. 80% hawa wanawategemea hawa 20%. Ndo wabuni mifumo ya uchumi, mifumo ya maisha, wanaumiza vichwa, wanadhalisha bidhaa, halafu watu wengi wanabaki wanakimbizana kutafuta shilingi 10,000 iwarudia hawa watu wachache. Wanabaki ni waganga njaa, wafukuza upepo. Haleluya. Anasema tajiri anamtawala maskini. Naposema tajiri, mtu ambaye amejitosheleza katika mahitaji yake, tunakuwa na ziada kwa ajili ya watu wengine, ndio tajiri. Na utajiri wa mtu haupimi kwa idadi ya fedha anazozimiliki, unapimwa kwa idadi ya watu wanaonufaika kupitia yeye. Nasema tajiri. Sasa nasema anamtawala maskini. Anamtawala nani? Maskini. Sasa anasema naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Sinaona maana yake kwamba hata mtu anayekopa ni mtumwa yule aliyemkopesha. Ni mtumwa. Taangalia huko mbele. Haleluya. Sasa huyo tajiri anamtawalaje maskini? Tunaposema maskini, maana yake ni yule mtu ambaye hana uwezo wa kumudu mahitaji yake ya msingi na anaishi bila hata ziada. Huyu yeye anaishi kwa huruma za Mungu. Huyu yeye ni wanasema ni bora kumekucha. Maskini. Sasa tajiri anamtawala, hana ujanja, lazima tawaliwe tu. Aidha ni mtu, aidha ni familia, aidha ni taifa. Ni taifa. Takwenda kuona hata bara la Afrika likaitwa bara la maskini, likazaa nchi moja maskini. Kwa maana yake kuna nchi tajiri zinatawala hizi nchi maskini. Tunakwenda kuona zinatawalaje. Haleluya. Huyu tajiri anawezaje akamtawala huyu maskini? Eneo la kwanza nalo mtawala maskini huyu ni eneo la kifikira. Eneo la kifikira.
Mwalimu Nyerere wewe kusema umaskini mbaya ni umaskini wa kifikira au umaskini wa kufikiri. Na huo ndio uliozaa dhana ya elimu, kwamba umwezeshe mtu sasa kufikiri awezeje kutawala mazingira, kutatua katika mazingira yake. Haleluya! Kumtawala kifikira, hiyo ndio njia mojawapo. Sasa mojawapo ya kitu ambacho baada ya anguko la Adamu ukazaliwa mfumo wa watu wachache kuwatawala wengi. Sasa mojawapo ili kuwatawala kifikira, ukazaliwa mfumo wa kielimu uliokuja kudhoofisha kufikiri kwa watu wengi. Narudia tena, baada ya anguko la Adamu maisha yakaendelea, shetani akiwa ndio mungu wa ulimwengu huu, akiwa ndio mtawala. Shetani, Adamu sasa akawa ni mtawaliwa, akajikuta ni mtumwa kwenye nchi ambaye alikuwa amekabidhiwa yeye ndio awe mtawala. Mikibao kimegeuka kati ya yeye na uzao wake kwetu mpaka sasa. Sasa kilichokuja kufuata, ilibuniwa mifumo ya kielimu, ambayo hiyo mifumo ya kielimu ilikuja kudhoofisha kufikiri, fikira za watu wengi zikadhoofika, ambazo zikaja zikaua vipawa vya asili. Hii mifumo ikaua vile vipawa, badala ya watu kuishi kupitia vipawa vya asili, kila mtu awe mkurugenzi kupitia kipawa chake. Gajikuta sasa ile mifumo ya kielimu ikaanza kudhoofisha vipawa vya asili. Kufikiri kwa mtu, sikiliza, mawazo ni kiwanda kinachoweza kuzalisha kitu chochote. Kila unachokiona ni matokeo ya wazo la mtu. Sasa dunia hii wanaowaza zaidi kuleta vitu vinavyoleta matokeo dunia ni wachache sana. Walio wengi wanaishi kupitia mawazo ya wachache. Fikira, maana yake walio wengi hawana taarifa sahihi kuwahusu wao. Nini maisha Mungu alikusudia wao wenyewe kama wao. Kwa wanaamuliwa na mawazo ya watu wengine. Haleluya. Kumtawala mtu kifikira. Ngoja nikupe mfano. Sisi Tanzania lilikuwa ni koloni, wakati tulitawaliwa na Waarabu, lakini pia tukatawaliwa na Wajerumani, tukatawaliwa na wa mwisho kabisa walikuwa Waingereza. Sasa hapa Tanzania sisi tulikuwa koloni la Uingereza. Maana yake mfalme huko Uingereza, Tanzania kuna gavana. Sasa ili waweze kutawala vizuri, hao matajiri, hao wenye nguvu, walileta mifumo ya kielimu. Wakaleta mifumo ya kielimu. Maana wasingeweza kutawala kama hawajatuingizia taarifa ambazo sio sahihi. Nahisi kushtuka, kwa sababu itabidi uwe na zile akili za kimungu original, lakini ukiingiziwa akili nyingine zinapofusha fikira zako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Zinapofusha fikira zako. Ndio maana nasema mungu wa dunia hii, shetani, anapofusha fikira za watu ili nuru ya injili siwazukie watu. Anawaingizia taarifa za uongo ndani ya fikira zao. Wanafikiri vitu ambavyo ni nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana unasema hakuna kuokoka duniani. Kwa nini? Umejazwa fikira za uongo na shetani. Lakini utakapoifahamu kweli, utaijua, itakuweka huru. Haleluya. Kwa hiyo wakaleta mifumo ya kielimu. Wakaleta mitaala. Kwa hiyo walileta mitaala wa namna gani? Si walikuja kama wamishonari? Wakaja kama wamishonari. Kwenye nchi kama za kwetu Tanzania walikuja kama wamishonari. Wengine walikuja kama watafiti. Kama wanakuja kutafiti kama mishonari. Wakaanzisha na shule zao za kimishonari. Wakaweka na mitaala yao. Ile mitaala, hebu tazama vizuri. Waafrika wengi tukawa tunasomea vitu ambavyo haviwezi kuleta tija kwenye maisha ya mtu.
Unakuta mtu anasomea masomo anasomea vitu ambavyo hawezi kuleta msaada kwenye maisha yake. Hata sasa tunaona, hata sasa hivi unakuta mtoto wa darasa la kwanza na beba begi limejaa madaftari, anasoma si masomo 9, si masomo ngapi. Lakini angalia katika yale anayosomea kuanzia chekechea, shule ya msingi, naenda sekondari, naenda chuo, wangapi nao wasaidia kwenye maisha? Kwa nakuta asilimia kubwa wanapoteza maisha. Lengo la elimu, Mungu alikusudia upate elimu kuboresha lile eneo lako la asili, kile kipawa chako. Haleluya! Eneo lako la asili, kukujengea uwezo, uboreshe eneo lako la asili. Haleluya! Sio unajaza kichwa chako akili, watu wamesomea vitu ambavyo havileti matokeo kwenye maisha yao. Hiyo ni mifumo ya kibepari watawala watu wengi, wajazia vitu ambavyo ni vya uongo, ambavyo havileti tija. Wakati mwingine wao ni tofauti na mifumo yao. Jamani, nakuta ukienda nchi mbalimbali, nakuta mtoto anaanza kufundishwa kulingana na kipawa chake. Wazazi kishaona huyu mtu ni mtu anaonekana anapenda kutengeneza magari, wala hawachelewi, wanaanza kumsomesha kwenye leo mambo ya magari toka kwa mdogo. Sisi tunaanza kufundisha ufahamu si panza na macho mangapi, fahamu vyote vinakusaidia nini. Leo tunaanza kuona sasa serikali wanaanza kushituka, wanaanza kuleta elimu ya watu kujua sasa somee kila anachokipenda toka chini. Tunakumbuka shuka wakati kimesha kucha. Maana yake ni mifumo hiyo ya kuwatawala watu, kuanzisha sekondari, shule mbalimbali. Pamoja na kwamba hawatutawali katika mwili, bado wanatutawala kifikira. Pamoja na kwamba hawatutawali katika mwili, bado wanawezekana kutawala kifikira. Natoa mfano tu, hata sisi wa Tanzania tu, wale zile nchi zilizotawaliwa na wakoloni, pamoja na kwamba hawatutawali, walikisha kuondoka, lakini si bado wanatawala kifikira. Si bado tunaamini wazungu ndio wana akili kuliko sisi? Wewe si bado naamini? Wewe kusikia mtu mmoja niliumia sana, akasema mzungu hata kama naombea anahubiri pumba unabarikiwa tu. Ile kauli ilinikasirisha sana. Unaona maana yake? Bado na kutawala kifikira. Unaamini ndiye ana akili zaidi, na wao wakajua tayari wamekwisha kutuweza, kwa sababu wamekwisha kutujaza. Unakuta mtu anapoteza muda mwingi sana shuleni, anasomea vitu ambavyo hata kuweza kwenda kuvitendea kazi. Akimaliza chuo kikuu anabaki sasa hawezi hata kufanya chochote. Angeweza kusomea kipawa chake toka shule ya msingi, angeweza kuwa mkurugenzi kwenye eneo lake mwenyewe akaajiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo walikuja kwa kivuli hicho. Tunajifunza jinsi ambavyo roho ya utume inavyotenda kazi. Sasa nalitoa mfano katika uhalisia wa nchi zilizotawaliwa na wakoloni, sisi Tanzania tukiwemo. Ndio wanaotengeneza vitu, sisi tunabaki tunanunua. Wao wanatengeneza tena malighafi wanazotengenezea bidhaa zinatoka Afrika, zinatoka kwetu. Wanatengeneza, sisi zinakuja tunanunua tena, wakati malighafi zimetoka kwetu. Kwa na utawala. Hebu ona hata wakati wa corona nini kilichotokea? Afrika wakajaribu, wasema wanatengeneza dawa yao ya kukinga, wakaambia hapana, nyinyi ni wakutengenezewa, maana hamna akili. Si walikataliwa? Bado tajiri anamtawala maskini. Roho ya utumwa. Mpaka sasa tunaamini bajeti zetu nchi za Afrika hatuwezi kaenda bila mataifa hayo. Unaona Marekani walivyokohoa kuongeza ushuru, nchi za Afrika zikabaki zinasema tuhurumie. Itakuwaje? Waanza kubembeleza kumwangukia mtu mmoja, taifa moja. Akikohoa kipiga chafya, wote mataifa mengine wote mnaumwa, mnalazwa. Nini? Manake tajiri anamtawala maskini. Roho ya utumwa inaendelea mpaka sasa. Sasa hii inatoka kwenye ngazi ya taifa, inakuja kwenye ngazi ya familia, inakuja kwa mtu mmoja mmoja. Nafundisha roho ya utumwa inavyofanya kazi. Haleluya, haleluya.
Lakini pia ni mfumo wa vibarua au ajira. Ni mfumo wa vibarua au ajira ambao tajiri na mtawala maskini. Mfumo wa vibarua au mfumo wa ajira ni mfumo mbaya sana. Yaani naomba kuanzia leo tuweze kubadilika. Haleluya. Tuelewe mfumo wa vibarua, mfumo wa ajira sio mapenzi ya Mungu. Omba Mungu akuonyeshe kipawa chako. Hicho ndio kitakacho kutofautisha na watu wengine. Kwani mwajiriwa, unapokuwa umeajiriwa wewe, maana yake yule aliyekuajiri anakumiliki mpaka na mawazo yako. Unamilikiwa mawazo, lakini anamiliki mpaka na maamuzi yako. Ukitaka kujua, amua kutoa, acha kwenda kazini siku 2. Anakwambia, anakutana barua, toa sababu kwa nini usifukuze kazi. Sana kumiliki maamuzi yako wewe, lakini anamiliki uhuru wako. Huwezi ukajiamulia tu kwamba mimi wiki sieni kazini. Huna kazi. Anamiliki uhuru wako, lakini pia anamiliki muda wako. Mmeshaambiwa saa 1:30 reporting time kazini. Ukichelewa unajieleza. Hiyo ndio mifumo ya vibarua, mifumo ya ajira ambao ndio mfumo ambao Mungu hakuleta huu. Ni matokeo ya dhambi, matokeo ya uasi wa mwanadamu. Haleluya. Kwa hiyo kuanzia sasa tunapojifunza mambo haya, hata wazazi, sisi wazazi tubadilishe ule msemo. Kama tunawaambia mtoto anapoenda shule, mwanangu soma ili uje kupata ajira, unisaidie. Si ndivyo unavyowaambia watoto wako? Si ndivyo ulivyowaambia watoto wako? Mwanangu soma upate kazi. Upate kazi serikalini, uajiriwe. Mimi nakwambia, unapomwambia mtoto kitu kama hicho, Mungu anaziba masikio. Anaziba masikio. Nimefanya utafiti kwenye nchi kama za bara la Asia kule. Waarabu, Wahindi, hasa hata Waisraeli pia. Wao zile nchi za bara Asia, wao wanawaambia watoto, mwanangu soma mambo mawili. Ujiajiri au uajiri watu. Ujiajiri, uajiri wengine. Awe na kampuni yake, au aendeleze miradi ya familia. Kwa kama anasomea biashara, anasomea biashara kwa sababu familia iko inaendesha miradi ya biashara. Kwa sababu unakuta kule utajiri unazunguka kwenye ukoo. Kwa kama mtoto anasomea kuboresha kile kipawa kinachozunguka kwenye familia, maana vipawa kina uwezo kulisishana. Haleluya. Kwa sisi tangu nchi za Afrika, hizi nchi za Afrika, hii roho ya umaskini jinsi ambavyo imetesa bara la Afrika, imetesa nchi, tunawaambia watoto soma mwanangu pate ajira. Kwa hiyo leo hii tunaona watoto wanapigwa mabunduki nchi mbalimbali, nchi za jirani, wapi, hata Tanzania. Tuna watu wanaandamana kwa ajili ya kupata ajira. Ni laana hiyo. Soma upate ajira. Lakini kama tungejenga msingi, watu waboreshe vipawa vyao, uwe ni mfumo wa elimu ya watu kujitegemea, sio mfumo wa elimu ya kuajiriwa. Kila mtu asomee kila anachokipenda, kinachopiga kelele ndani yake, ambacho wazazi wamemuuliza Mungu, mwanangu huyu mtoto atakuwa mtoto wa namna gani? Kazi yake ni nani? Tunakumbuka Manoa, Samson alipozaliwa, si walimuuliza Mungu kwamba mtoto huyu baba Mungu ani mtoto wa namna gani na kazi yake ni nini? Kwa hiyo wewe mzazi unaweza kumuuliza Mungu, huyo mtoto ambaye Mungu amekupa kama zawadi ni mtoto wa namna gani? Kazi yake ni nini? Mungu atakwambia. Kama ni mtu ambaye ana kipawa cha uongozi, basi hautapata kazi, aanze kwenda kusomea masomo ya sayansi. Ataboresha huko. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni mifumo. Ulimwengu unaendeshwa na mifumo, ndugu zangu. Unaendeshwa na mifumo.
nafundisha juu ya ajenda ya shetani kuhusu eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Dunia sasa inalia, ni msiba ambao hakuna kunyamazisha, lakini ni mifumo inayotesa mpaka sasa. Ilipoanza shetani ilianzisha baada ya anguko hata sasa. Haleluya, haleluya. Sasa kwenye dunia hii hapa tunaoishi kuna madaraja. Dunia, maisha yako kwenye madaraja, tunatofautiana. Haleluya. Kuna madaraja katika maeneo ya uchumi. Daraja la kwanza kabisa ni wale wanaitwa fukara, umaskini uliokithiri. Mafukara hawa, huyu fukara huyu ni mtu asiyeweza kumudu mahitaji yake yote ya msingi kama vile chakula, malazi, mavazi na kadhalika. Hana ziada kabisa kwa ajili ya wengine. Hana uwezo wa kumudu mavazi. Fukara huyu ni wale watu wa kwenda kusarura mitumba shilingi 500. Kwa unakuta kiatu amevaa cha 500 tumba, gauni au shati 500 suruali. Ukipiga mahesabu ya nguo alizozivaa, pengine unaweza kushangaa shilingi 1500 2000. Fukara huyo. Maana ukimwambia aende kwa maduka mengine ya vioo, anakuambia yale yana wenyewe. Fukara hajui anapoamka anakula nini, hata mara anapolala. Ni maisha ya ajabu sana. Fukara huyu ni fukara. Hiyo ni kiwango cha kwanza cha maisha. Hicho ni kiwango cha kwanza cha maisha. Haleluya. Kundi la pili au daraja la pili ni mtu aliyeajiriwa. Mtu aliyeajiriwa, hii ndio daraja la pili. Ni mtu anayeuza ujuzi wake, muda wake kwa mtu mwingine kwa lengo la kupata kipato kinachoitwa mshahara. Huyu ni mtu ambaye ameajiriwa. Ndio kutoka kwa fukara, anayefuata ni mtu aliyeajiriwa. Huyu mtu anauza ujuzi wake. Amesomea darasani na taaluma. Anauza muda wake, anamuuzia mtu mwingine muda kwa mtu mwingine au kwenye taasisi kwa malipo yanayoitwa mshahara, wa kutuliza maumivu ili asahau maono yake, asahau vipawa vyake. Wanasema Waingereza, a person working for a man. A person working for man ni mtu ambaye anafanya kazi kwa ajili ya fedha. Hili ni daraja la pili. Haleluya. Kundi la tatu ni mtu aliyejiajiri. Hao ndio wanaitaga wajasiriamali. Wajasiriamali. Ni mtu ambaye anatumia ujuzi wake, maarifa, nguvu zake kwa kuwauzia wengine bidhaa au huduma kwa ajili yake mwenyewe kupitia kipawa chake. Huyu ni mtu aliyejiajiri. A person working for himself. A person working for himself ni mtu ambaye anafanya kazi kwa ajili yake mwenyewe. Akiumwa, kila kitu kimeumwa. Akiumwa, kila kitu kimesimama. Huyu mjasiriamali. Unaona, hiyo ni daraja. Watu wengi wako hapa. Hayo ndio madhara. Lakini kundi la 4 wanaitwa wafanyabiashara. Wanaitwa wafanyabiashara. Hawa ndio wale anakuta ni mkurugenzi, afisa mtendaji mkuu wa kampuni fulani. Fanya biashara. Watu wengine wafanya kazi kwa ajili yake. People working for a person ni watu ambao watu wengine wanafanya kazi kwa ajili ya mtu. Huyu mtu hata akilala nyumbani fedha zinaingia. Fedha zinaingia. Kama wewe ukilala nyumbani fedha haziingii, maana yako kwenye makundi mawili matatu haya juu. Lakini kuna watu hawa sasa, watu wengine wanafanya kazi kwa ajili yake. Akilala nyumbani pesa zinaingia. Haleluya, haleluya. Hii kundi. Lakini kundi la 5 ni wawekezaji. Wawekezaji. Hawa mtu mwekezaji huwa hajishughulishi na uendeshaji wa moja kwa moja kwenye miradi.
Yaani yanawekeza pesa kwenye miradi, wengine wanahusika huko, ya hajui, yanasubiria gawio. Hao ndio wanaitwa a money working for a person. Pesa zinafanya kazi kwa ajili ya mtu, zinambembeleza, haumizi. Hawa wana matatizo mengine, wana changamoto nyingine ambazo wanawatamani hawa wa chini, lakini kwa kweli wenye wamefika kiwango hicho, hawa ndio wanaoamua hata sera za kiuchumi kwenye nchi. Wanakana marais, wakigoma kutoa ushuru, kutoa kodi, nchi inayumba. Mbona? Sasa swali, wewe uko kwenye kundi gani? Haleluya. Uko kwenye kundi gani? Asilimia kubwa ya watu wako kwenye makundi haya ya aina matatu ya juu. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 30. Mwanzo sura ile ya 30 mstari ule wa 29 mpaka 30. Mwanzo 30:29 mpaka 30. Yakobo akamwambia, anamwambia mjomba wake Labani, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Haleluya. Huyu mtu ni Yakobo ambaye tunasoma habari zake, mtoto wa Isaka. Alipokuwa amekimbilia kule ujombani kwa Labani, anamkimbia kaka yake Esau, akajikuta sasa ametumika kuzalisha mifugo ya mjomba wake, na asilimia kubwa sana ilikuwa ni kwa ajili ya kama mahali ya wake zake Lea na Raheli. Sasa Yakobo kwa kuwa alikuwa na nyota ya mafanikio, akasababisha Labani akabarikiwa, akaongezeka sana, akafanikiwa sana. Sasa tayari Yakobo sasa ana wake wawili, amepatia watoto pale pale ukweni. Sasa anamwambia sasa, Bwana, angalia jinsi ambavyo umeongezeka sana kupitia mimi, nimekutajirisha sana. Sasa umefika wakati na mimi niondoke. Lini nitaangalia mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Swali, ni lini na mimi nitaangalia mambo yangu mwenyewe? Maana yake alikuwa yuko kwenye utumwa hapa, najifunza roho ya utumwa. Unaona hapa alikuwa amemilikiwa muda, amemilikiwa maamuzi, amemilikiwa, hana uhuru. Sasa anasema haya maisha nitakwenda nayo mpaka lini? Anamwambia yule bosi wake, ni lini nitaangalia mambo ya nyumba yangu? Lini nitatumikia maono yangu mwenyewe? Haleluya. Sikiliza, unapokuwa umeajiriwa mahali, lengo lake ni upate mbegu ya wewe kwenda kutumikia kipawa chako, kwenda kutumikia maono yako, kwenda kutumikia kusudi lako. Haleluya, haleluya. Ndio lengo. Sinakumbuka wakati wa Yakobo anatoka, alitoka na mtaji. Utajiri wako ukaanzia pale kwa Labani, tena katoka na mali nyingi. Haleluya. Roho ya utumwa anasema, lini nitaangalia mambo ya nyumbani mwangu, mambo yangu? Lini? Sikiliza, unapofanya kazi kwa mtu, narudia tena, au taasisi, ni ili upate mtaji wa kutumikia maono yako. Kufanya kazi kwa mtu mpaka unazeeka sio mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya Mungu kabisa. Haleluya. Ndio maana wanasema Waafrika wanastaafu ili wafe. Kwa nini? Unapokuwa umeajiriwa unapata mshahara,
Ninakwambia mshahara ni kama panel ya kutuliza maumivu. Sahau maono yako, usahau malengo yako, usahau wewe ni nani, ulikuja kufanya nini, kwamba kuna kitu ambacho kupitia wewe hata kiondoka kikutambulishe kwamba ulikuwepo. Sasa sikiliza kinachotokea sasa. Mtu anapokuwa ameajiriwa, pengine amekaa kwenye nyumba ya serikali, kila kitu hapo, anapokuwa kwa kuwa ajira ina kikomo cha muda, anapokuwa ameachishwa sasa, muda wake amestaafu, ndipo anaanza kuwaza afanye nini. Hapa umri umesha kwenda na miaka 60 sasa, na kadri unavyokuwa miaka inakwenda ndivyo kiwango chako cha kufikiri na nguvu zinapungua. Kwa hiyo mtu amestaafu na miaka 60, anaanza kujiuliza sasa anafanya kitu gani. Amepata kilimla mgongo chake, na napo amepata hela. Ukipata hela, washauri wanakuja wengi sana wanaotaka kula vya kwako. Huyu anasema, bwana, kwa hela hizi nimepata milioni 100, nunua gari ya Costa, peleka mahali fulani, kalime mahali fulani, mpunga, lime mazao fulani. Mtu nakuta sasa naenda kuwekeza pesa zote pale. Akiwekeza kama amenunua gari, na shangaa inapiga basta, inagongwa, inakufa. Unasikia yule mtu alimstaafu, ameparalyze, amepata stroke, baada ya kusikia muda fulani anakufa. Maana yake huyu mtu hakuwa na maono yoyote. Anataka kuanza kutumikia mambo yake, tayari muda umeshamwishia, mwili umeshachoka. Haleluya! Kwa hapo ndipo tunachojifunza sasa, kwamba tunaona hapa Yakobo anasema, lini nitaangalia mambo ya nyumbani kwangu? Lini nitaangalia mambo yangu? Haleluya! Sikiliza, ukiona unafanya kazi kwa mtu, halafu unafika wakati wa kutoka ukafanya mambo yake na kubembeleza, uendelee kuwepo, shituka. Shituka, maana ujue ndio wakati wa kutoka, ili na wewe ukawe mkurugenzi kwenye mambo yako. Haleluya! Misali sura ile ya 5 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Misali sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Usije ukawapa wengine heshima yako na wakatili miaka yako, wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni. Umesikia? Wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni, mtu mwingine. Umekaa kwenye nyumba ya bosi hapo, miaka inakwenda mpaka umeolea hapo na watoto wako. Lini utaangalia mambo yako, nyumba yako? Wewe umekuwa ni mtu wa kupiga vibarua kwa watu wengine. Kama ni kulima, ni kupiga vibarua, fanya kazi kwa watu wengine. Lini na wewe utalima vya kwako, utafanya shughuli zako, utamana wewe uajiri watu wengine? Yakobo anasema, lini nitaangalia mambo ya nyumbani? Sikiliza, hakuna mtu aliyezaliwa apotelee ndani ya mwingine. Narudia tena, haujazaliwa upotelee ndani ya mtu mwingine. Ni laana hiyo. Roho ya utumwa inavyotesa maisha ya watu wengi sana, inavyotesa maisha ya watu wengi sana. Misali sura ya 28 mstari wa 19. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya puuzi atakuwa maskini, atapata umaskini wa kutosha. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula chake. Wewe ambaye siku zote na kupiga vibarua kwenye mashamba ya watu, Mungu amesema hivi, anayelima shamba lake mwenyewe atakuwa na chakula cha kutosha. Bali afuataye mambo ya upuuzi. Mambo gani ya upuuzi? Ya kuwaza tu kufanya kazi kwa watu wengine tu. Unawazalisha watu wengine, umekuwa chuma ulete. Anasema utapata umaskini wa kukutosha. Haleluya! Tumeona ile Misali sura ya 22 mstari wa 7. Anasema, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Roho nyingine ya utumwa inayotesa watu ni utumwa wa madeni. Upo nani? Tazama, yani wewe ni mtumwa wa madeni. Yani natakiwa kiwezekano waandikwe kabisa alama mgongoni na nyuma, madeni.
mpaka mmekuwa ndugu. Unakopa kulipa madeni. Roho ya utumwa inakutesa. Roho ya utumwa inakutesa. Tunaona sasa hivi watu, nakuta watu ndoa zinavunjika kwa sababu ya madeni. Wamama mnakimbizana kukopa mikopo. Ikipita waksi unakopa. Wamepitisha mahotipoti unakopa. Bila hata mume wako hata kumwambia. Imefika wakati mpaka kuna wanawake wanakopa mpaka kwenye mabenki, wanaweka dhamana nyumba bila hata umezao kujua. Mwanaume anakuta tu anakuja benki, anasema tunataka kuuza nyumba hii. Rana akopai ni mtumwa wa yeye akopesha. Rana, roho ya madeni. Sikiliza niwaambie, unapokopa ni kwa ajili ya kuongeza nguvu. Usikope kuanzisha mradi. Kopa kuendeleza mradi. Na kiwango nacho kikopa lazima kiwe, yani kiwango nacho kimiliki kiwe kikubwa kuliko nacho kikopa. Wewe unakopa unataka kuanzisha mradi wa genge. Hapo hiyo unayokopa imepewa milioni 1, unalipia fremu, unalipia, unatengeneza mambao. Unajikuta sasa umeanzisha mtaji si laki 2. Kwa nini wasibebe makochi yako? Lazima watabeba makochi yako tu. Watabeba vitu vyako. Kwa sababu sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona mojawapo ya laana, roho ya utumwa, roho ya madeni. Roho ya madeni. Umekuwa mtumwa. Mpaka sasa umeshakuwa ni roho. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema ile Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23. Mlinunuliwa kwa thamani, msio watumwa wa wanadamu. Neno hili nalipenda sana. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa mwanadamu. Mungu huwa kanuni yake anampa mtu mbegu ya kupanda. Anatumia kile kidogo ulicho nacho kukupeleka katika vingi. Ndio maana Yesu alisema katika Luka 16 mstari wa 10, aliye mwaminifu kwa kidogo atakuwa mwaminifu katika vingi. Ndio kanuni ya Mungu. Roho ya utumwa. Haleluya. Mungu hahusiki na mafanikio ya haraka. Mithali 13:11 anasema mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Wengi umejikuta mmeingia kwenye utumwa kwa sababu natafuta mafanikio ya haraka. Utakuwa mtumwa wa watu. Ndio maana tunaingia kwenye madeni na kopa. Roho hii imekukamata kabisa. Nefika wakati mpaka unakuta mfanyakazi wa serikali, mtu mwingine anakopesha, anakana na kadi ya benki. Ni laana hiyo. Hiyo ni dalili ya laana kwenye maisha. Unakuwa mtumwa wa mtu mwingine mpaka na miliki na kadi yako ya benki ya mshahara. Haya sio maisha ambayo Yesu alifanya kazi yake msalabani kutununua. Lazima twende msalabani. Umeona hapa nasema hivi, mlinunuliwa kwa thamani, damu ya thamani, ili msiwe watumwa wa wanadamu. Haleluya. Yesu kwa damu yake ametununua kwa damu ya thamani. Anasema tusiwe watumwa wa wanadamu. Hili ni neno. Ndio kazi ya msalaba. Yesu ametununua. Kwa hiyo unapoamua kumpa Yesu maisha yako, unajua kabisa alikuja kuvunja roho ya utumwa. Roho ya utumwa. Kwa sababu tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Unaona hapa mifumo ya kiulimwengu ni mifumo inayotengeneza watumwa wengi kuwatumikia wachache. Sasa Yesu anasema alichokuja kufanya ni kutununua kwa damu ya thamani. Kumbe ili kututoa kwenye kuwa watumwa wa wanadamu. Maana yake mojawapo eneo ambayo kuja Yesu kutoa kwenye hilo kongwa la utumwa katika eneo la uchumi. Haleluya. Tusiwe watumwa wa wanadamu. Usiishi kwa kumhofia mtu. Uishi kwa kumheshimu mtu mwingine. Sio kumwogopa, sio kumhofia. Usiishi hujui kesho itakuwaje. Kesho yako naishikilia mwanadamu, hapana.
Tulinunua kwa damu ya thamani, tusiwe watumwa wa wanadamu. Roho ya utumwa inayotesa nchi inaanzia juu kabisa kwenye bara la Afrika, inashuka kwenye nchi moja, inashuka kwenye familia, inashuka kwa mtu mmoja. Roho ya utumwa inavyotenda kazi. Sasa unaweza kusema, mchungaji, naona roho ya utumwa inaniandama. Miaka inakwenda, hakuna kinachoendelea. Hata muda ambao umefanya kazi mpaka sasa, hakuna kitu ambacho unaweza kukionyesha kwamba hiki hata kiondoka duniani kitakutambulisha. Hakuna. Na kumbuka, mafanikio ni yale yanayotoka nje ya familia yako, yanawaathiri watu nje ya familia yako. Hayo ndio tunasema mtu amefanikiwa. Yanaathiri watu wengine, kizazi kingine, sio ni nje ya familia. Wengi unaona mna miradi ya familia, unadhani umefanikiwa, bado watu wengine, kizazi chako kimenufaikaje? Unawanufaisha watu wengi zaidi. Watu wanakusifia, huyu anapiga vibarua vizuri sana. Ndio sifa hiyo, roho ya utumwa. Unasifiwa kwa kupiga vibarua kwa watu, kwenye mashamba ya watu, kwenye kazi za watu. Ukiwa kwenye shughuli zako unasinzia, kuna kinachofanyika. Bwana Yesu anataka kutoe kwenye hiyo roho ya utumwa leo. Haleluya. Sasa nasema, mchungaji, nataka uombe kwa ajili yangu. Sasa cha kwanza kabisa, mpe Yesu maisha yako. Simeona amesema tulinunua kwa thamani, tusio watumwa wa wanadamu. Cha kwanza, ikubali damu ya Yesu, ndiyo iliyotununua. Hakuna namna kutoka kwenye roho ya utumwa inayotesa watu wengi kama sio damu ya Yesu peke yake, wala sio semina za ujasiriamali. Damu ya Yesu inatosha. Hii ndo peke yake inatoa uhuru wa kweli kuanzia ndani. Unafunguka mpaka kifikira, akili zako zinatiwa nuru. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimelikubali. Naomba Yesu uumbike ndani yangu. Ingia ndani yangu, ujenge makao. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake na utumwa ambao nimekuwa natumikishwa kwa miaka yote. Miaka inakwenda, hakuna kinachofanyika. Bwana Yesu, naomba unitoe katika roho ya utumwa hii kwa jina la Yesu. Amina. Yesu sasa ameingia ndani yako. Nataka niombe wewe unayeteswa na madeni. Uko hapo umekata tamaa, roho ya madeni na kutumbua, roho ya kuwatumikia watu wengine na kusumbua. Naomba sasa, shika skrini yako, kutanisha na mkono wangu. Nimemwona Yesu akiponya watu wengi sana kwa kuomba kwa njia hii. Hebu sasa aweka mkono kwenye moyo wako vyovyote. Baba Mungu mwenye nguvu, na iachilia neema yako sasa juu ya ndugu yangu huyu popote pale alipo duniani. Na iachilia uweza wako, nguvu zako kuvunja roho ya utumwa inayomtesa. Na ivunja roho ya utumwa inayomtesa kwa jina la Yesu. Pepo la utumwa, iwe roho ya utumwa wa madeni, roho ya kutumikia watu, kwa jina la Yesu Mwokozi, na piga kabisa na vunja hiyo roho, imuachie sasa. Na kamata nguvu zote za giza, na kamata nguvu zote, kamata ufahamu wake, zimekamata fikira zake. Fikira zimetiwa giza, hajielewi kabisa, ni mtu akutumikia watu. Sasa Biblia imesema, Yakobo anasema, lini nitaangalia mambo ya nyumbani mwangu? Anapotaka kutoka hapo, anapofanya kazi, anajikuta anashindwa kutoka, anaogopa maisha, kuogopa. Kwa jina la Yesu na amuru ufahamu wako ufunguke, na fungua maamuzi yake, na mtangazia uhuru kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Funguka sasa, chukua hatua. Funguka sasa kwa jina la Yesu. 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 Kila kilichokamatwa, kila kilichosimama, na fungua maono yote yaliyolala, yaliyokamatwa kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo Mwokozi, namtangazia uhuru ndugu yangu huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa, roho ya utumwa na ivunja, kwa sababu ulikwisha kuivunja kwa damu yako pale msalabani. Awe huru sasa, aanze kuondoka na kuangaza, kwa kuwa nuru yako imekuja kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu. Amina. Tukutane kipindi kinachokuja kwa jina la Yesu.